huwezi ukasema kwamba mashia wote ni makafiri. Kama wangekuwa ni makafiri, vipi makafiri wanaruhusiwa kwenda hija? Kwa sababu serikali Jamhuri ya Saudia haijaweka kizuizi kwa mashia kwenda hija. Mashia wanaenda hija kama tunavyoenda watu wengine, madhehebu mengine. Kwa hiyo hakuna zuio la mashia kwenda hija. Sasa swali linakuja hivi, tumeona kwamba serikali ya Saudia inawaruhusu na haijaweka zuio, kwa maana wanaamini hao ni wapo Waislamu, kwa pamoja na itikadi zao tofauti, lakini wapo ni Waislamu na ndio maana wanaruhusiwa. Na ingekuwa sio hivyo, tumeona kuna wale Ahmadiyya, Makadiani, wale hawaruhusiwi kwenda hija. Kwa sababu gani? Itikadi yao inatoka nje ya Uislamu, kwa maana wao wanaamini kuna mtume mwingine anaitwa Mirza Ghulam, wanakubali kuna mtume mwingine, na wanasema kwamba Nabii Isa alisulubiwa ila hakufia msalabani, yaani wanapingana na aya ya Qur'an. Kwa hiyo hao wa Palestina wanauliwa kila kukicha, hawajai kutoa msaada wowote, zaidi wanasubiria wakifa wapeleke tende, wapeleke na sanda. Yaani ingekuwa ni huku Afrika wangekuwa wanapeleka tende na maharage, wangekuwa wanapeleka tambi na maharage ili watu wakale katika misiba. Kwa hiyo tumeona Irani ndio taifa pekee ambalo limesimama kwa ajili ya kuwalinda na kuwatetea kwa nguvu zote, kwa kufa na kupona, kuwalinda wa Palestina wasionewe. Ndio kundi pekee. Lakini haya mataifa ambayo wanajiita mataifa ya Kiislamu hayana kitu chochote. Sasa kuna hoja, watu wanasema mbona sasa anapiga nchi za Kiislamu? Irani anapiga nchi za Kiislamu. Irani hapigi nchi za Kiislamu. Irani wanapiga bezi za Wamarekani ambao zimeweka katika nchi za Kiislamu zinazojiita ni nchi za Kiislamu. Sasa haiwezekani kwamba Wairani wapambane na watu waliokuwa mbali hali ya kuwa maadui wako karibu. Kwa hiyo hawa maadui waliokuwa karibu ndio wanapiga hizi bezi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Tauba aya ya 123, Allah anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffar walyajidu fikum ghidhatan wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qatilul ladhina yalunakum minal kuffar, piganeni na hawa makafiri waliokuwa karibu yenu, kwa sababu hawa ndio wenye madhara zaidi. Waliyajidu fikum ghidhatan, na wakute ugumu kwenu mpaka wajue kwamba wamekutana na wanaume kweli kweli. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, na mfahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wacha Mungu. Kwa hiyo hawa wa Irani kupiga bezi zilizopo katika nchi za Kiislamu wako sahihi kabisa, wala sio makosa, kwa sababu ndio maadui waliokuwa karibu, na Qur'ani imeamrisha hivyo kwamba pambaneni, pigeni kwanza hawa makafiri walio karibu. Hawa ndio maadui ambao wana madhara makubwa. Sasa haiwezekani bezi zile zimewekwa katika nchi za Kiislamu, yaani sawasawa jirani yako hawafiche wezi, wanakuja kukuibia afu wanaenda kujificha, yaani majambazi wanajificha kwa jirani yako. Sasa yatakuwa ni adui huyo, na ndio maana wale targeti zao wanapiga katika zile bezi. Kwa hiyo Wairani wako sahihi katika hili. Kwa hiyo hoja ya msingi ni kwamba mashehe ambao wanatangaza kwamba hao ni makafiri waacheni wauawe. Sasa Uislamu unafundishaje juu ya hilo? Tumeona sasa, kwani hata wangekuwa si Waislamu, hivi Uislamu unaruhusu watu kuonewa kweli? Kwa hiyo haya lazima tuyazungumze, na mimi nasema mtazamo wangu, itikadi yangu, sikubaliani na wale wenye kusema Wairani ni makafiri. Sikubaliani nao. Sasa wapo watu wamecomment katika video ambayo nimeitoa, anayemtetea Shia naye anakuwa kafiri. Sasa kama nitakuwa sio kafiri, kafiri utakuwa wewe. Kwa sababu wewe sasa kwa uchamungu uliokuwa nao umetoa msaada gani wewe? Katika Uislamu umechangia nini? Lakini Iran tumeona hakuna mnafiki. Wananchi wa Irani huwezi kufananisha na wananchi wa Tanzania. Leo ikitokea vita Tanzania, utakuta mitanzania mipumbavu humu itaenda kushirikiana na maadui wa nje ili kuja kuidhuru nchi yao. Unaona tu Oktoba 29 ilivyotokea. Wao Irani ni watu wa mfano na kuigwa. Leo tumeona nchi za Kiislamu zimeifanya Marekani kama vile ndio kibla yao, kwamba eti ulinzi wote unatokea Marekani. Huo si ujinga huo? Na kama mnakumbuka
Kama mnakumbuka, marehemu Muammar Gaddafi, siku ambayo aliuawa Saddam Hussein, Muammar Gaddafi alilalamika sana katika vyombo vya habari siku ile ile ambayo ananyongwa mzee Saddam Hussein. Alilalamika, anasema, najilaumu kuzaliwa Afrika, najilaumu kuzaliwa na ngozi ya Kiarabu nikiwa Afrika, kwa sababu kama viongozi wa Kiarabu wangeungana, Saddam Hussein asingeuawa. Kama viongozi wa Arabu wasingekuwa wanafiki, Saddam Hussein asingeuawa. Na ni kweli. Sasa angalia, nchi za Kiarabu zinaweka bezi za Wamarekani, lakini bezi hizo zinawapiga Waislamu wenzao. Sasa huu sio ujinga huu? Kwa hiyo mimi nasema Wairani ni wa kuombea dua, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu watashinda, kwa sababu ni wacha Mungu. Angalia, Trump alikuwa na washawishi Wairani wanaoikataa serikali yao, yani wanawashawishi watokee waasi ili waunge mkono na kuwapa silaha wawasaidie kuwapiga Wairani. Lakini wananchi wa Irani wakawa wajanja, wakaona mpumbavu kama huyu hawezi kutushawishi sisi tuichome nchi yetu, kama ile mipumbavu ya Oktoba 29 iliyokubali kuiunguza moto nchi yao. Huwezi ukafananisha na Wairani. Sasa kuna baadhi ya watu tukizungumza hivi hawatuelewi. Mfano, wengine wanasema Israeli taifa teule. Sio kweli maneno haya. Kwa sababu gani? Hata ukisoma katika Biblia, katika kitabu cha Yoshua sura ya 7 aya 12, maandiko yanasema, ndiposa wana wa Israeli hawatosimama mbele ya adui zao wakawapa visogo, kwa sababu wamelaaniwa. Jamani, haya ninayosoma ni maandiko na yanukuu. Kitabu cha Yoshua sura ya 7 aya 12, ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao wakawapa visogo, kwa sababu wamelaaniwa. Maandiko hapo ndani ya Biblia. Lakini kama hiyo itoshi, Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema katika sura ya 5 ya 78, baada billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryama, kwamba Mwenyezi Mungu anasema wamelaaniwa waliokufuru miongoni mwa wana wa Israeli kwa ulimi wa Daudi na ulimi wa Isa bin Maryam. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa miongoni mwa walioasi na wakafanya uharibifu. Kwa hiyo kwa sababu ya kuasi na kufanya uharibifu, kwa hiyo wana wa Israeli wanafanya uharibifu mkubwa. Na kama haitoshi, wewe unaowasifia, ndio maana anasema Wakristo wasijiingize katika hii vita na ushabiki. Hawa wana wa Israeli hao tunaozungumzia kama Benjamin Netanyahu, hawa sio Wakristo. Hawa ni Mazayuni tu waliolaaniwa na Mwenyezi Mungu. Na kuthibitisha hilo, kuna watu walikuwa wanashabikia hao taifa teule haliwezi kushindwa, lakini tunaona limeshindwa vita. Tel Aviv sasa hivi ni magofu tu. Yaani wameshangaa kwamba Irani wamekuja na nguvu kubwa, unaona wamekuja na nguvu kubwa ambao haijawahi kutokea. Yaani uwezo waliokuwa nao ni mkubwa. Kwa hiyo kama ni Qur'ani, wa Irani wamefanyia kazi. Kwa sababu gani? Tumeona nguvu kubwa ambayo hata Wamarekani wenyewe hawakutegemea. Tumeona katika lango lile la Hormuz, ambao ndio Wamarekani wanategemea meli zao za mafuta zipite pale, lakini Mwenyezi Mungu akajalia geographical location ambao ipo katika maeneo yale, lile lango la bahari lile ndio sehemu zote zile ambazo wanamiliki wa Irani, na ndio maana wana uwezo wa kuruhusu meli hii ipite au isipite. Na ndio maana wa Irani kupitia lango lile la bahari kwa siku wanaingiza dola milioni 150 kwa siku, wanaingiza dola milioni 150. Kwa pesa zile zinaingia katika serikali ya Kiislamu ya Iran. Kwa hiyo pale wana uwezo wa kuzuia meli yoyote isikatize. Tumeona kuna askari wanatumwa, askari 500 eti waende wakafungue lango, wale wanaenda kufa wote, hakuna atakayerudi. Na Mwenyezi Mungu ajalie asivuke hata mmoja, na wote wauawe, kwa sababu Irani wakishinda ndio usalama wa Uturuki, usalama wa Kuwait, usalama wa nchi zote zile ambazo zinajiita nchi za Kiislamu, kwa sababu hawa tageti zao. Tumeona walimuondoa Saddam Hussein, hawakuishia hapo, walienda Afghanistan, hawakuishia hapo, wakaenda Libya. Kwa hiyo wakimaliza